Maandalizi yanakwenda vizuri sana, kila kitu kiko sawa sawia. Tangu mwanzoni mwa wiki hii siku ya Jumanne tulirejea katika uwanja wa mazoezi wa Mo Simba Arena na kuanza programu ya maandalizi na mazoezi kuelekea katika mchezo wetu huo. Kwa hiyo kwa sasa mwalimu anaendelea kutengeneza mipango hasa kwa wale wachezaji wote ambao hawapo kwenye majukumu ya timu ya taifa, akitengeneza timu imara ambayo itakwenda kutoa ushindani na kutafuta ushindi mbele ya Petro Atletico di Luanda. Morali ni kubwa, wachezaji wanatambua umuhimu wa mchezo wetu huo na wenyewe wanataka kushinda mchezo huo, na kumbuka ni mchezo wa kwanza, lazima uanze vizuri ili ujiwekee mazingira mazuri ya kuvuka kwenda katika kuwa na mwanzo mzuri wa hatua ya makundi. Kwa hiyo kila mchezaji akipambana kumhamasisha mwenyewe, kujihamasisha mwenyewe na kuwahamasisha wenzie kuelekea katika mchezo huo. Ameanza kutumika kwenye mazoezi ya jumla na anafanya kila kitu ambacho wenzie wanafanya, na tunategemea ndani ya siku hizi chache kosi kwa sababu improvement yake hasa kwenye upande wa utimamu wa mwili imekuwa ni nzuri kweli kweli kiasi cha kutoa matumaini. Ataondoka kesho Jumamosi na atafanyiwa upasuaji siku ya Jumatatu, na atafanyiwa upasuaji nchini Morocco na atakaa huko kwa muda atakaa nje ya dimba kwa muda wa kwa muda wa wiki 8 mpaka 10, ambapo ni wastani wa miezi miwili, na baada hapo atakuwa timamu kurejea kuitumikia Simba yake. Wiki ijayo tunategemea kufanya uzinduzi wa jezi na zitakuwa masokoni. Wanasimba watapata fursa ya kununua na kuvaa jezi zao maalum kwa ajili ya michuano ya kimataifa. Kwa hiyo wale wote ambao wanapanga kununua kama ni kwa jumla, basi waweke oda, na kwa wale ambao wanataka kununua moja, basi watunze fedha zao kabisa, ili jezi ikizinduliwa tu kila mwana Simba anunue. Tunachotaka katika mechi yetu ya kimataifa, mechi yetu dhidi ya Petro, kila mwana Simba atakayeingia uwanja Benjamin Mkapa aje akiwa amevaa Simba Sports Club. Hivi sasa tumeshaanza mchakato kwa wale wote ambao wana mpango wa kununua kwa bei ya jumla na kuuza kwa rejareja, basi wanaweza wakaweka oda kwa ajili ya kununua jezi zao kwa bei ya jumla yako na ukawauzia wanasimba. Kwa wale wote ambao wanataka kununua jezi wafuate mchakato huo. Namba za simu zipo kwenye ukurasa wetu wa mitandao ya Simba Sports, na jezi zenyewe zitazinduliwa hivi punde mara baada ya watu kuwa wameshaweka oda za kutosha, kila mtu akalipia fedha yake, jezi itazinduliwa. Nachoweza kuwahakikishia wanasimba, jezi ambayo itakwenda kuzinduliwa ya kimataifa ya Simba Sports Club ni jezi ya kiwango cha hali ya juu mno. Ni jezi ambayo sisi wanasimba hatujawahi kuiona katika maisha yetu. Ni jezi ambayo imetamalaki ubora wa hali ya juu sana. Ni jezi yenye hadhi yenyewe ya kimataifa. Ukiangalia hii itakuwa ni jezi ya 3 Simba kuitoa. Tumekuwa na jezi ya pre-season ambayo wachezaji wetu walivaa wakati tupo kwenye maandalizi ya msimu pale Messi, ikawa gumzo sana, yani ikaleta vita, tunataka hiyo, wakiamini ya kwamba hiyo ndio jezi bora kuliko zote. Lakini Jairut akafanya unyama wa kutisha, jezi ya ligi akaleta kufuru ya hatari vibaya mno, mpaka leo wana Simba tunavaa tunang'aa vibaya mno mitaani. Kila mtu akasema hii ndio jezi sasa itafika kwenye viwango hivyo, manake kasha set standard ya juu. Unajua ukipata A labda ya 99 watu wanatarajia upate 100, sio 84. Sasa hii ya kimataifa, chukua ile ya pre-season, chukua na hii ya ligi, jumlisha jumlisha zidisha, ndo unakuja kupata jezi ya kimataifa. Hapa tunazungumzia ubora kwa jezi yenyewe kwa maana ya quality.
Hapa tunazungumzia ubora wa kitambaa grade A. Sisi Jerut anatuvalisha grade A. Anayovaa Manchester City kitambaa chake ndicho tunavaa Simba Sports Club. Wanachovaa Bayern Munich ndio tunavaa Simba Sports Club. Wanachovaa Arsenal ndicho tunavaa Simba Sports Club. Grade A ya material ndio tunavaa sisi. Ndio inakwenda kuonekana hapo kwenye jezi ya kimataifa. Lakini tatu, mchoro wake, namna ambavyo maua, mchoro, jinsi ambavyo imetengenezwa. Mbona kama unaanza kutoa siri mapema? Una michoro? Asa chukua jezi ya pre-season, chukua na jezi ya ligi kuu, zidisha, ndo nakuja kupata jezi ya kimataifa. Kwa hiyo punde itazinduliwa kwa sababu mechi ni mwishoni mwa mwezi huu. Kwa jezi inabidi izinduliwe mapema hapo, watu wanunue, ili siku ya mchezo kila mwana Simba aje akiwa amevaa jezi mpya, jezi ya kimataifa, na itakuwa ni jezi ya standard ya hali ya juu sana, jezi ambayo mimi naweza nikakuvuta wewe Isaya Dede, nikakuvuta kwa mfano umekaa Mwenge, nikakuvuta mpaka nikafika Posta bila jezi kutatuka wala kuachia hata moja. Nakwambia standard hiyo ndio ambayo jezi nakwenda kuvaa kwenye mechi zetu za kimataifa. Jezi ambayo haipauki. Unajua sisi tumeanza kuvaa jezi tangu mwezi wa 8. Huu ni mwezi wa 11. Lakini kila ukikutana na mwana Simba kavaa jezi ya Simba, utafikiri ndo anavaa kwa mara ya kwanza. Kama kaimenya jana. Au kama kainunua jana. Namna hata yani si wanasemaga kuna sabuni za magadi. Wanasemaga kuna maji yanapausha nguo. Kuna maji ya chumvi. Sasa hayo maji ya chumvi ukifulia jezi yetu ya Simba bado haipauki. Maji ya magadi ukifulia jezi yetu ya Simba haipauki. Unajua wale watu wa Shinyanga, Simiyu, Lamadi, Lalago kwenda mpaka Bariadi wanakunywa maji ya magadi, neno yanabadilika. Sasa yale maji ya kuunguza meno hayana uwezo wa kupausha jezi ya Simba Sports Club tunaokwenda kuvaa kwenye michuano ya kimataifa. Ni jezi ya maana kweli kweli. Na tusiandikie mate. Muda si mrefu watu wataiona hiyo jezi. Tunawapelekea moto wenzenu namna hiyo. Na mimi nitoe tangazo moja. Kama huna uhakika wa kuvuka hatua ya makundi, usitengeneze jezi ya kimataifa. Yani kama hapo robo finali ufanyaga sasa. Yani kama huna uwezo wa kuvuka hatua ya makundi, wewe vaa tu jezi zako za ligi hizo zinakutosha. Usisumbuke kutengeneza jezi ya kimataifa. Waacheni. Watu waachie sisi ambao tuna uhakika wa kuvuka. Unapenda kujitenga kama special hivi, mmebaki Benjamin bwana. Sisi ni special, sio kama special. Sisi hatufanani na yote Tanzania. Nataka niseme nyinyi ni special. Sisi ni special, sisi ni wa kipekee. Sisi kila kitu chetu ni tofauti na wengine. Basi tuno hivyo, tuko wote nchi moja hapa. Nani asibaga bongo bahati mbaya? Nani yule? Msanii fulani nani? Bongo bahati mbaya. Nani Young D nafikiri. Young D bongo bahati mbaya. Lakini sisi ni watu wa mbali, sisi ni watu wa dunia nyingine. Ndio maana vitu vyetu tofauti na watu wengine. Hatuchangamani sisi. Bwana, mimi nataka unitoe shaka, maana yake nimeona kuna mkutano mkuu utafanyika Novemba 30. Lakini siku ya hiyo Novemba 30 nadhani kama kuna mechi na mkutano mkuu ni wa kikatiba. Na unapangwa kwa mujibu wa katiba. Kwa hiyo tarehe 30 ndivyo katiba inavyoelekeza. Kwa hiyo huwezi kupeleka mbele zaidi na huwezi kwa sababu unakuwa umekiuka katiba. Na mechi ni jambo la ratiba ambayo inapangwa na wakubwa wetu CAF. Kwa hiyo na yenyewe vile vile huwezi kuitingisha. Nini cha kufanya? Vitu vyote hivyo ni muhimu. Na hii Simba ni taasisi. Taasisi huwa ina uwezo wa kufanya vitu vingi kwa wakati mmoja na vyote vikaenda sawa. Kwa hiyo siku hiyo ya tarehe 30 ya mwezi huu wa 11 kutakuwa na mkutano mkuu ambao utafanyika bila mashaka ya aina yoyote, na baadaye kutakuwa kuna mechi ya hatua makundi ya ligi ya mabingwa Afrika dhidi ya Stade Malien. Kwa hiyo katika taasisi yetu ya Simba wapo watu ambao watasafiri
kwenda mali, kwenda kusimamia na kuongoza hii mechi, mambo yaende vizuri, na kuna watu ndani ya Simba watabaki kwa ajili ya kusimamia na kuongoza mkutano, mambo yaende vizuri. Kwa upande wa wanachama ambao ndio washiriki wakuu katika mkutano huo, mkutano utaanza asubuhi mpaka majira ya saa 6 saa 7 pale tunakuwa tumeshamaliza mkutano, tunaondoka kwenda nyumbani kwenda kuangalia timu yetu ikicheza mechi ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Kwa hiyo hakuna kitakachokuwa kimeharibika, kila kitu kitakwenda vizuri. Mimi rai yangu nikizungumza kwa niaba ya mwenyekiti wa klabu ya Simba Murtaza Mangungu, nichukue nafasi hii kuwaalika wanachama wa Simba Sports Club kwenye mkutano wetu, waje tujadili mambo muhimu yanayohusu klabu yetu pendwa ya Simba Sports Club. Watu huwa wanazungumza huku, yukazungumza kule, kazungumza pale, kazungumza kule, lakini chombo rasmi cha kimaamuzi, chombo rasmi cha kuzungumza, kujadili, kupanga na kuratibu mipango ya Simba Sports Club ni mkutano mkuu. Kwa hapa wana Simba tunakutana kwenye chombo chetu rasmi kwenda kujadili